kama Coastal Union wana mangush, wana mpango wa kulipiza kisasi kwa kile ambacho walikutana nacho katika mechi mbili za ligi kuu Tanzania bara dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba, basi leo hii ndio mahala pake. Saa 9:30 alasiri, muda mfupi tu kuanzia sasa, watateremka dimbani kwenye uwanja Sheikh Amri Abeid pale jijini Arusha kucheza dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba katika mechi ya nusu fainali ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB. Ni mechi ambayo piga au garagaza lazima mshindi apatikane. Coastal Union kwenye msimu huu, mzunguko wa kwanza wa ligi kuu Tanzania bara walipoteza kwa mabao 2-0, lakini katika mechi ya mzunguko wa pili wakapoteza tena kwa mabao 2-1 kwenye uwanja wa nyumbani wa Mkwakwani pale jijini Tanga. Sasa leo hii wanayo nafasi ya kulipiza kisasi, na hivyo kuwa ndege wawili kwa jiwe moja endapo watafanikiwa kuangusha mbuyu huu, kuangusha wekundu wa Msimbazi Simba kwa ushindi, ama ndani ya dakika 90 au kati ya mikwaju ya penalty. Ndio wakishinda watakwenda fainali, lakini sio kazi nyepesi hata kidogo. Wanakwenda kukabiliana dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba walio kwenye kiwango bora sana kwa hivi karibuni. Cha muhimu tu ni kwamba wakati mzunguko wa 25 ukifikiwa kwa kila timu kwenye ligi kuu Tanzania bara, Coastal Union walionyesha sifa ambayo bila shaka leo hii wakiifanyia kazi inaweza ikawapa matumaini ya kulipiza hicho kisasi cha kupoteza mechi zote mbili kwa msimu huu kwa jumla ya mabao 4-1 kwa mechi zote mbili, kwa maana 2-0 na 2-1. Nayo ni kwamba Coastal Union kufikia raundi ya 25 ilikuwa ni timu ya 4 kwa kufika zaidi kwa wapinzani na kufanya majaribio ya kufunga. Vinara walikuwa ni wekundu wa Msimbazi Simba baada ya michezo 25 wakipiga mashuti 261 kuonyesha kwamba ndio timu inashambulia sana na kufanya majaribio ya kutaka kufunga. Wa pili baada ya Simba walikuwa ni watani wa jadi wa Simba ambao ni Yanga wakiwa wamepiga mashuti 233. Ya tatu ni Azam walikuwa wameshapiga mashuti 211. Halafu inayoshika nafasi ya 4 haikuwa Singida Black Stars, haikuwa JKT Tanzania, wala sio TRA, wala sio timu nyingine yoyote isipokuwa ni Coastal Union ya kule jijini Tanga ambayo ilikuwa imeshapiga mashuti 187 kuonyesha kwamba wao ni miongoni mwa timu ambazo zinafika sana kwa wapinzani na kufanya majaribio ya kufunga. Lakini pamoja na kuwa na sifa hii, Coastal Union kinachoathiri ni juu ya kutumia nafasi kuzibadili kuwa mabao, na ndio maana hivi sasa kwenye ligi kuu Tanzania bara wako nafasi ya 9, ndio wakiwa na pointi 32 kwenye mabao, wakiwa wamefunga machache kuliko yaliyoruhusu, kwa sababu Coastal Union hivi sasa kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara wamefunga mabao 28 halafu wameruhusu mabao 33 baada ya kucheza mechi 27. Kwa lugha nyingine wanaruhusu zaidi kuliko wanavyofunga kwa tofauti ya mabao 5. Lakini wanakumbana na wekundu wa Msimbazi Simba ambao wao wako nafasi ya pili, Simba wakiwa wana pointi 64 ambazo ni mara mbili ya pointi walizonazo Coastal Union ambazo ni hizi pointi 32. Lakini kwenye mabao Simba wamefunga tayari mabao 48, wameruhusu mabao 11. Ndio timu ya pili kwa kufunga mabao mengi baada ya watani zao wa jadi Yanga. Ndio timu inayoshika nafasi ya pili kwa kuruhusu mabao machache baada ya watani zao wa jadi Yanga walioruhusu mabao 9 na Azam walioruhusu mabao 9. Ni Simba iliyoruhusu mabao 11. Sasa wanakwenda kukutana. Matarajio ni kuona Coastal Union chini ya kocha Fikiri Elias ambaye hivi karibuni katika mechi 5 zilizopita za ligi kuu Tanzania bara wamekuwa na matokeo mazuri sana, ikiwamo kupata ushindi mechi 3 kati ya 5. Matarajio ni kuona kwamba wanaanza na kikosi chao imara zaidi. Lakini Simba chini ya kocha Steve Baka mechi hii imma watataka washinde ili kuhakikisha wanatimiza dhamira yao ya kufika fainali na hatimaye kulitoa taji hili la kombe la shirikisho la benki ya CRDB ambalo kwa misimu 4 mfululizo hawajalitia mikononi, badala yake likitwaliwa na watani zao wa jadi Yanga. Kwa sababu hiyo matarajio ni kuona kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kikianza baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo 3 na washambuliaji 3 kama ambavyo kocha Steve Baka huanza katika mechi zake hivi karibuni, na kisha baadaye ufanye mabadiliko kwa kumuingiza mshambuliaji wa kiasili na kufanya mfumo badilike kutoka kwa 1-4-3-3 kuwa 1-4-2-3-1, kwa maana kuwa na mshambuliaji wa kiasili, lakini huanza na mshambuliaji bandia. Na kwa sababu hiyo matarajio ni kuona kikosi cha namna hii: kipa, walinzi 4, viungo 3, washambuliaji 3 akiwemo mshambuliaji huyu bandia. Lakini Coastal Union wenyeji, matarajio ni kuona
wanaendelea na mfumo ule ule wa kwamba baada ya golikipa wanakuwa na walinzi 4, viungo 4 na washambuliaji 2. Ndio mfumo ambao kocha Elias amekuwa akiutumia hivi karibuni na umekuwa ukiwalipa hasa katika mechi 5 zilizopita kama nilivyotoka kueleza. Simba golini, matarajio ni kuona Mahamadu Tanja Jibo akianza pale golini, halafu beki wa kulia Shomari Kapombe, show me the way, nahodha. Beki wa kushoto anaweza akawa Nixon Kibabage katika mechi hii dume kabisa. Halafu mabeki wawili wakati Ismail Olivier Toure pamoja na Rushain De Rock. Halafu katika viungo watatu sasa, hapa matarajio ni kuona kama ambavyo huanza mara kwa mara kwa hivi karibuni, anakuwa na Yusuf Kagoma, anakuwa na Neo Maema, halafu anakuwa na Mwamba Lusaka Cletus Chota Chama. Wakati katika washambuliaji watatu huwa na mshambuliaji bandia, hapa nazungumzia Eli Mpazu Kibisawala, halafu upande wa kulia anakuwa na Libase Geye, upande wa kushoto anakuwa na Anise Ura. Ndivyo huanza mara kwa mara katika kikosi chake, na kisha kipindi cha pili miongoni mwa mabadiliko anayofanya ni pamoja na kumuingiza Selemani Mwalimu Gomez kwa ajili ya kuwa na mshambuliaji wa kiasili, mshambuliaji wa kweli, na hivyo kubadili mfumo huu wa kuwa na mshambuliaji bandia Eli Mpazu Kibisawala, anapokuwa na Sele Mwalimu anakuwa na mshambuliaji wa kiasili. Lakini kadri wanavyoanza, matarajio ni kuona kwamba huyu Eli Mpazu ndiye wa kuenda kusababisha madhara makubwa kwa mabeki wa ile wakati wa Coastal Union, akiungwa mkono na Anise Ura anayependa kushambulia katika eneo hili, kama ilivyo kwa Libase Geye ambaye ni miongoni mwa waliofunga mabao mazuri katika mechi dhidi ya Coastal Union kwa mtindo huu, akiingia ndani na kutumia guu lake lenye nguvu zaidi la kushoto kufyatua makombora. Lakini wakati huu wakipata support kwa Cletus Chota Chama ambaye naye huingia kuja kuongeza idadi ya wale wanaoshambulia. Neo Maema halikadhalika huingia na kufanya wapinzani wawe na wakati mgumu, na hapa tunazungumzia Coastal Union. Lakini Yusuf Kagoma yeye huwa karibu na maeneo ya kati akiwa anaungana na mabeki wa wakati sasa Rushain De Rock na Olivier Toure, wakati mabeki wa pembeni Shomari Kapombe kazi kubwa kwenda kuongeza mapana ya uwanja ili kwenda kupiga crosses ama passes zenye umbile v pass kuweza kuchangamkiwa na kina Mpanzu, Chama, Neo Maema, Libase Geye, Anise Ura na kadhalika. Kazi hii pia anaifanya Nixon Kibabage mzuri sana katika kuongeza mapana ya uwanja, kupiga crosses, ama wakati mwingine yeye huwa anaingia ndani kufanya underlapping. Lakini kwa upande wa Coastal Union kwa mfumo huu, matarajio ni kuona golikipa anakuwa ni Chuma Ramadhan, ndiye anayeanza golini, halafu beki wa kulia Aidan Erasmus anakuwa kama beki wa kulia, beki wa kushoto ni Andrew William. Katikati matarajio anaweza akawa na Ali Msengi ambaye hivi karibuni amekuwa akianza mara kwa mara katika kikosi chake, lakini hapa anaweza kaanza Christopher Oruchum au Abdallah Dennis Michael Viva, miongoni mwa mabeki wawili wakati. Katika kiungo matarajio ni kuona katika viungo wake wawili anakuwepo na Geoffrey Manyasi ambaye ni nahodha. Geoffrey Bulugu Manyasi anaweza akawa na Triple G Grayson Gwalala ama Saadi Mwanza, anaweza kucheza kuungana na Manyasi katika eneo hili la kati. Wakati pembeni Shiza Ramadhani Kichuya, matarajio kutokea upande wa pembeni kulia, mchezaji wa zamani wekundu wa Msimbazi Simba, goli lake yenye nguvu zaidi la kushoto. Cheza yake mara nyingi yeye huwa ni kucut in ili atumie nguvu ya goli lake la kushoto kupiga mashuti, kujaribu kufunga ama kutoa pasi mshazari kwa wenzake, zile diagonal passes. Lakini upande mwingine mchezaji mwenye kiwango bora katika siku za karibuni Bakari Msimu ambaye amekuwa akihusishwa na wekundu wa Msimbazi Simba, mgongoni nambari 19, bila shaka atapata nafasi ya kwanza akiwa fiti, kuonyesha Simba kwamba kuhusishwa na yeye hawakosei hata kidogo, kwa sababu amekuwa na uwezo wa juu mno katika kupiga chenga, kupiga mashuti na kuchezesha timu kwa ujumla kwenye kutoa pasi sahihi pindi alipokuwa kwenye kiwango chake bora. Halafu washambuliaji wawili ni Maabad, mchezaji ambaye katika ushindi wa Simba wa 2-1 hivi karibuni uwanja wa Mkwakwani, Coastal Union alitangulia kufunga kwa bao zuri, shuti kali lilitoka kwa huyu Maabad. Lakini hawi peke yake, anakuwa na mchezaji wa kimataifa kutoka Zambia Gladys Kiararasa. Yes, anakuwepo hapo kama miongoni mwa washambuliaji wawili akiwa na Maabad. Ama mwalimu ana option, anaweza akawa na Cleophas Mkandara, anaweza akawa na Athmani Makambo, anaweza akawa na Thomas Ulimwengu. Anao wachezaji wa kutosha mwalimu Elias katika benchi lake la ufundi kuona ni nani waanze kwa ajili ya kumpa matokeo. Lakini matarajio ni kuona Maabad ndiye akifanya jukumu hili la kuwa
anakwenda kufanya link up kuunganisha wenzake, lakini pia kutoa wall passes kwamba analipa mgongo lango. Kuna wakati mwingine apate mipira ili kutoka kwa kina Gladys Kialasa, lakini wakati huo akina Geoffrey Manyasi wawe tayari na wameshakwenda. Halafu kama ilivyo kwa Bakari Msimu, kama ilivyo kwa Shiza Ramadhani Kichuya, lakini Andrew William, majukumu haya matarajio yeye ni muongeza mapana uwanja kupiga cross ili kumtafuta Maabad, kama ilivyo kwa Aidan Erasmus, wakati Orchum ama Abdallah Dennis Michael Viva, lakini pia Ali Msengi, wao mbali na kwamba muda wote na kwa karibu na kati ya mstari wa uwanja, wakiwa wanaungana na kiungo wao mmoja wapo Saadi Mwanza ama Grayson Gwalala au Geoffrey Manyasi, maana mmoja anakuwa box to box kati ya viungo wawili pale kati, double pivot kwa kwenda mbele wakati wanashambulia, mmoja anabaki nyuma, lakini ni hao pia ndio watakokuwa wakishirikiana na golikipa Chuma katika kuanzisha mashambulizi kutokea nyuma. Mabeki hao pembeni kama nilivyotoka kueleza, mmoja anapopanda kwenda kuongeza mashambulizi kwenye upande wake wa kulia, kwa mfano Aidan Erasmus, mwingine anakuja maeneo ya kati kuwa miongoni mwa viungo, na vivyo hivyo atafanya Aidan Erasmus wakati Andrew William atapokuwa anapanda kwenda kuongeza mapana ya uwanja kwa upande wa kushoto. Pamoja na mfumo huu, matarajio ni kuona kwenye hii 4-4-2 wanapozuia walinzi wanne, viungo wanne na washambuliaji wawili, matarajio ni kuona kwamba anabaki Maabadi peke yake huko mbele, halafu wengine wote concentration, umakini unakuwa katika kuhakikisha wanazuia zaidi, kwa kupunguza mstari kati ya mstari katika kuzuia, lakini pia nafasi mlalo inapunguzwa kwa ajili ya kutengeneza mshonano, ile compactness, kwa kuhakikisha kwamba Simba kama ni kucheza basi wanacheza zaidi maeneo ya pembeni, lakini wasipate fursa ya kupata uhuru eneo la kati ili kupiga mashuti kujaribu kufunga, kwamba watakuwa wanazuia zaidi, halafu kushambulia kwa kujibu kwa kumtumia Maabadi ambaye ana kasi, ana mashuti kama alivyodhihirisha katika mechi ambayo Coastal Union walipoteza mabao 2-1. Swali ni kwamba je, itakuwa vipi katika mchezo huu?